Leo Jumanne Aprili 21, 2026, wananchi nchini Kenya walitarajiwa na baadhi kwanza kushiriki maandamano makubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, hasa jijini Nairobi na miji kadhaa mingine mikubwa. Biashara katika baadhi ya maeneo ziliendelea kama kawaida katika jiji la Nairobi, huku Wakenya wakipanga kuingia mitaani kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Kufikia Jumanne asubuhi, waandamanaji wachache walizingirwa na polisi wa kupambana na uhalifu na kuingizwa kwenye magari ya polisi wakikamatwa. Wakenya walikuwa wameyaita maandamano hayo kataa bei za mafuta, wakiahidi kushinikiza serikali kupunguza bei ya mafuta pamoja na kushughulikia kupanda kwa gharama ya maisha. Hata hivyo, mkuu wa polisi wa Nairobi Isa Mohamed alikuwa amepuuza maandamano hayo, akitoa mfano kwamba huduma ya kitaifa ya polisi NPS haikuwa imearifiwa kuhusu maandamano yoyote yaliyopangwa kufanyika. Mkuu huyo wa polisi alifafanua kwamba NPS haipingi maandamano, lakini alibainisha kuwa maafisa hao lazima wapewe noti ya siku 14 kabla kwa ajili ya kujua ikiwa maandamano yanaweza kawepo au kuwe na mkusanyiko wowote wa umma. Tunafahamu maandamano yaliyopangwa wiki ijayo kuhusu bei ya mafuta, lakini hakuna noti iliyotolewa. Hii inafanya maandamano kuwa kinyume cha sheria na tutachukua hatua zinazofaa kushughulikia, alisema mkuu huyo wa polisi. Ghasia za mitandaoni zilikuja baada ya mamlaka udhibiti wa nishati ya petroli ya nchi hiyo EPRA kutangaza bei mpya za mafuta kuanza kutumika kuanzia Aprili 15 mwaka 2026 hadi Mei 14 mwaka 2026. Bei hizo baadaye zirekebishwa mnamo Aprili 15, 2026. Hii ilisukuma bei za rejareja hadi shilingi 197.60 kwa pesa ya Kenya kwa petroli, ambayo ni kubwa ikilinganishwa na pesa ya zamani 196.63 kwa pesa ya Kenya kwa diesel, ambapo kwa bei ya mafuta ya tani shilingi 152.76. Waandamanaji hao, baadhi wakiwa wamebeba bendera za Kenya, waliimba nyimbo za kizalendo walipokuwa wakipita katika mitaa kadhaa ya jiji la Nairobi. Uwepo wao uliashiria mabadiliko kutoka kwa utulivu ulioonekana mapema siku hiyo wakati biashara zilipokuwa zikifanyika katika baadhi ya maeneo na polisi walikufurika mapema barabarani. Uwepo wa polisi ulikuwa na kuonekana katika maeneo kadhaa, huku maafisa hao wakionekana wakishika doria wakiwa na fimbo na baadhi ya vifaa vingine kwa ajili ya kujilinda. Polisi pia waliokamata waandamanaji kadhaa wakiwafunga kwenye magari ya polisi walipokuwa wakijaribu kutawanya umati wa waandamanaji. Hata hivyo, maji ya kuwasha yalionekana kutumika kutawanya waandamanaji hao, ikiashiria utayari wa vyombo vya usalama nchini humo kudhibiti ongezeko lolote la waandamanaji wapo lingetokea. Maandamano hayo yanakuja huku ukiwa na ongezeko la raia kutoridhika kutokana na kupanda kwa gharama ya bidhaa muhimu, huku bei ya mafuta kiibuka kama kichocheo kikuu cha maandamano hayo. Muungano wa wanaharakati wa kizazi kipya maarufu kama Gen Z na makundi yanayohusiana na upinzani yalitangaza mipango ya maandamano ya kitaifa yaliyopangwa kufanyika leo Aprili 21, Jumanne 2026. Maandamano hayo yanalenga kushinikiza kupunguzwa zaidi kwa bei ya mafuta na kushughulikia gharama kubwa za maisha. Hata hivyo, huko Nairobi mafuta ya petroli pekee yalishuka kwa shilingi 9, yani hadi shilingi 197.60 kwa lita, huku dizeli ikishuka kwa shilingi 10, yani hadi 196.63. Bei za mafuta ya taa hazikubadilika, kwani ni shilingi 152 kwa pesa ya Kenya. Bei mpya zilianza kutumika mnamo Aprili 16 na zitabaki kutumika hadi Mei 14. Marekebisho hayo yalifuatia ongezeko la awali ambalo lilikuwa limesukuma bei za mafuta jijini Nairobi kufikia viwango vya juu zaidi, huku mafuta ya petroli yakifika shilingi 206.97 na dizeli shilingi 206.84 kwa lita. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi, huku ripoti zikionyesha maandamano yangeweza kuenea zaidi kulingana na mwitikio wa wananchi siku nzima. Ubalozi wa Marekani, hata hivyo, ubalozi wa Marekani jijini Nairobi ulitoa tahadhari za usalama, ikiwaonya raia wake wanaoishi nchini Kenya kuwa waangalifu kabla ya maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika
mapema Jumanne Aprili 21. Katika taarifa ya Aprili 20, 2026, ubalozi huo ulisema unafahamu wito uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya maandamano ya Jumanne Aprili 21 kuhusu kupanda kwa bei za mafuta na gharama za maisha. Ubalozi uliidhinisha kwamba maandamano, mikusanyiko na aina nyingine za maandamano ni jaribio la kawaida na linaweza kuvuruga harakati kwa kuzuia barabara kuu za makutano. Mara nyingi pia husababisha kadhia nyingine ikiwemo msongamano mkubwa wa magari, hata vurugu ambazo haziwezi kuzuilika. Pia ilionya kwamba baadhi ya maandamano hapo awali yalikuwa na vurugu kubwa zaidi, yakihusisha matukio kama vile kurusha mawe na matumizi ya gesi ya machozi, na katika baadhi ya matukio kutumia nguvu za polisi kutawanya waandamanaji. Vurugu za kisiasa zinaweza kutokea mara kwa mara na kutokea bila onyo kubwa, taarifa hiyo ilieleza. Hata hivyo, serikali ya nchi hiyo imekuwa kwenye tahadhari kubwa, huku vyombo vya usalama vikisambazwa kudhibiti hali yeyote inaweza kujitokeza. Wakati baadhi ya taarifa zikithibitisha maandamano yaliendelea, nyingine zilieleza kulikuwa na taarifa zilizopotoshwa au zilizochanganywa kuhusu ushiriki wa baadhi ya wanasiasa, kwa kile ambacho ilikuwa inaelezwa kwamba baadhi ya vyama vya siasa na wapinzani kwa ujumla kujitoa kwenye mkumbo huo wa maandamano. Hata hivyo, haijashuhudiwa maandamano makubwa kama ambavyo yameshuhudiwa kwenye miaka kadhaa iliyopita, ikiwemo msimu mmoja uliopita sambamba na mwaka 2024, kutokana na kile ambacho ilikuwa ni maandamano makubwa zaidi yaliyosababishwa na kupanda kwa gharama la maisha. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.